Welcome to JCC, Jesus Celebration Center, Mountain of Worship. Located at Kilima Machakos, along Chumbi Machakos Kitui Road. Our online services are live on Facebook with Reverend Joseph Zola every Sunday at 9 a.m. You can also find our videos on YouTube at JCC Mountain of Worship. Welcome and God bless you. Pokea sifa zetu Bwana, tunaenda kutulia mbele yako, ukatende mapenzi na makusudi yako ndani na katikati yetu. Baba Mungu, niko tayari nitumie kama chombo chako. Fikia walio hapa, fikia walio mbali wanaotazama katika mtandao. Bwana, walio wagonjwa waponye, wanaita wokovu waokoe. Bwana, itukuse siku ya leo, twaiachilia kwako, katende mapenzi na makusudi yako. Twakushukuru nani katika jina la Yesu tumeomba na tumeamini. Amen. Twaweza tukaketi. Asante sana kikosi ya sifa na ibada. Mungu awabariki sana na waongezee. Hii ndio siku Bwana ametengeneza. This is the day the Lord has made. He's going to bless us because akutuamsha bure, amkutupea siku bure, ametupea siku akiwa na sababu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo sababu ndio hii. Kwanza tumekuja katika siku ya kwanza ya wiki na kuja kusikia kutoka kwake. So thank you so much for coming. And thank you so much for those who are tuning. And God bless you so much and keep you safe. Amen. Sometimes back, wakati tulikuwa tunahubiri throughout katika mitandao, the Lord spoke to us about the power of the word. The power of the word of God. Today, we're starting another series about the Lord has put in my heart about the word of God. What is this word of God? And we're going to walk a good journey because when I was studying, I learned a lot. Nimeelewa mengi na nikasema Bwana umenifunza, nisaidie na mimi niweze kuilete katika wana wako. And I believe the Lord is going to bless each one of us. Amen. Amen. Wakati unasikia the word of God, kile kinakuja kwa akili kwanza inakuanga ni Bible. Biblia. Wewe ndio yangai. Unaposikia neno la Mungu, uswani ya Bible. Usino tutaangalia hiyo kweli kabisa, unasifikia vizuri sana. Lakini tunataka turudi hapo nyuma kidogo kwa sababu kuna kitu ambao kiko ndani ya hiyo Bible na ndio tunataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sababu hiyo ni kitabu iliandikwa na iko na maneno ya Mungu na tutaiangalia ni nini iko ndani yake. Unapoangalia katika neno la Bwana, let's go to 1 John. John chapter 1. John chapter 1. John chapter 1 verse 1. John chapter 1 verse 1. Can you read it in New King James Version? Oh, hallelujah. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In the beginning was what? Was what? Word. In the beginning was Word, and the Word was God, and the Word was God. Word with God and God. Dada Yesu. Neno likawa na Mungu na neno likawa Mungu.
kindu kiemeu hado yesu mono. When what is being spoken here katika hii scripture is kile kinaongelewa hapo, the word of God is the Son of God. Kile kinaongelewa kwa hiyo basi, the word of God is the Son of God. Who is the Son of God? Jesus Christ our Lord is the Son of God, who was manifested to the prophets according to the form of their prophesying. They didn't know. According to the method of the dispensation of the Father. Wale baba walikuwa siku hizo. Through whom all things were made, who also at the end of the times to complete and gather up things was made among by him. Now, when you hear the word of God, maybe if you are writing, let me study it very well. The word of God is the Son of God, who is Jesus Christ our Lord. Tunaanza. Amen. And he was manifested to the prophets according to the form of their prophesying. Amen. Amen. Let's read 2 Peter chapter 1 verse 20. Utawasetia baadaye. Tusomee kwanza 1 Peter chapter 1 verse 20. Because this word, the Son of God, our Lord, was manifested by God to the prophets in the Old Testament according to the form of the prophesying. And Peter wrote something, 2 Peter verse 1 verse 20. 2 Peter. It's 2 Peter, not first. 2 Peter. 2 Peter chapter 1 verse 20. Knowing this first, that no prophecy of scripture is of any private interpretation. Verse 21. For prophecy never came by the will of man, Yes. but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Soma Kiswahili. I want you to look at that. Uone vile Mungu alifanya. Mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Any prophecy, any word, any writing, chochote kimeandikwa katika hii book inaitwa Bible. Hakuna chochote kiliandikwa kulingana na mawazo ya watu. So when you open these pages, it is God speaking through his prophets. And this speaking, it is the word of God. And the word of God was with God. And the word, hallelujah, was God. And this word, it is the Son of God, Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen. Let me tell you, kanisa, hii kitu kiingia vizuri, you will never doubt when you pray, when you bind devil, when you call God. Because if you quote a scripture, utakuwa una quote what God said. Amen. Inaendelea nasema nini kuniseni pale? Verse 21. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu. Haikuwa ni mapenzi ya mwanadamu. Endelea. Bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu. Kiingereza inasema all men. Okay, endelea. Wanadamu walionena kile kilitoka kwa Mungu. Na ndicho waliandika hapa. Wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. So when you get that book, when you are doing theology, tulikuwa tunasema Mungu akiwa mahali alikuwa aliweka neno katika midomo yao, na Roho Mtakatifu
akawamulika kama hapo di projector, akawamulika, then wakanena kile na wakaandika kile Roho alikuwa anataka kiandikwe, ambao kilikuwa kinatoka kwa Mungu. So kila chochote unasoma katika hii neno kinatokana na Mungu, na alidownload ikapitia kwa manabii, ikiwezeshwa na Roho Mtakatifu kulingana na hayo maandiko. Hakuna mtu aliandika kitu kulingana na mawazo yake. When you see Paul, when you see Peter, when you see Old Testament, unaona stories zingine ambazo pengine ni za ajabu ajabu. Roho Mtakatifu aliweka pale akipitia kwa manabii. Bwana Yesu na asifiwe sana. Turudi kwa note. So the word of God is the Son of God, Jesus Christ. Who is Jesus Christ our Lord? Who was manifested to the prophets according to the form of their prophecy. Ndio tumeona pale. Kwani Mungu alidhihirisha, he manifested it kulingana na kile waliprophesy, na ilitokana na Mungu. That time kile walikuwa wameandika, ndio tunasema kwamba it was according to the method and of the dispensation of that time. Ilikuwa ni njia na dispensation that time, au baba au manabii, ilikuwa ni wakati wa kuandika neno. Because today you cannot read the Bible. Well, we are doing what the Lord says, but you cannot read a Bible iende ikasoma. So that was the time Mungu alikuwa amepeana Old Testament na New Testament ili andikwe kulingana vile alitaka. Bwana asifiwe sana. Actually, wale ambao walikuwa na combine hizo vitu vyote waliomba na wakaketi na wakaangalia. And I thank God for somebody called King James. King James aliweka watu wasomi na walio na roho 50 ili waweze kutoa scriptures zinaofaa, kwa sababu kuna area nyingine ambao walikuwa wameanza kuandika, na yeye kwa sababu ni king mkubwa, hakujua ni Roho Mtakatifu alimuongoza, akasema hata shindwa na wale, akachukua the best scholars, the best walikuwa wanaonekana kama wako na roho, na wakaketi chini, and they wrote kile ambao waliona haifai, waliweka kando, hawako ikubali. Walikuwa wanaangalia kama hiyo kuna neno, kuna word of God iko pale, the word God iko pale, kuna kitu yani mambo ya kuamini iko pale, and then wakaacha vitabu vingine, na kuna dini fulani ambao walichukua hizo vitabu ikaongeza, inaitwa kama kitabu kimoja kinaitwa Maccabees, ambao ni story nzuri sana katika Old Testament ambao ya Israel. Lakini kitabu kimoja walishindwa kukiacha, akikuwa na any neno God ndani yake. God ndani yake. Inaitwa the book of Esther. Because one of the key thing walikuwa wanaangalia ni lazima wawe the word, the neno God or something. Lakini wakisoma the book of Esther wanaona Mungu ambao hajamezeniwa. Hata ukisoma unaona Mungu, unaona matendo ya Mungu, unaona imani, na hautakuta word God katika the book of Esther. So hiyo kitabu ile awangeiacha na wakaiweka. Sikawa zote vitabu ni 66 toto ambao vitabu tunaweka, ambao kulingana vile Mungu aliwasaidia na kutokana na hamu ya King James wakaweka kitu ambao akingestahili kuwa na makosa. And God used King James, although he was not a good man. King James and the Bible was combined in Greek and in Hebrew. And today all the translation zinatoka katika King James. Now the language of English those days it was a tough one. Unasema thou west, goest, dentist. Hizo vitu, but wakasimplify ili tuweze kuelewa. So the word, this book, it is perfect, it is okay, it is carrying everything God wanted to be known, ijulikane kwa watu wa Mungu siku ya leo. Na tukiwa tumejua hivyo, because at this series at the end of the day, we're going to look, not today, but tukienda kumaliza the series, how to start God.
how to read it, even how you can read the Bible the whole year in a simple way. We will look into that because hiyo neno hii neno kiwa ndani yako utashangaa, utafurahia. Kuna ka scripture nilituma last night I think it was Proverbs 28:9. Inasema ya kwamba yule ambao atii hii neno, nilishangaa, yule doesn't obey the word, hata maombi yake no that kwanga, his prayers are an abomination to God. Wakati waliona kwa mtandao nilituma ni udhati kwanga. Na ndiposa tutakuja kuangalia, when you pray unastahili kutaja hii neno, unamwambia Mungu, this is what you say. Bwana asifiwe sana, katika neno lako, and then unakanyanga hiyo neno, and then unaongea na Mungu kulingana na hiyo neno. Bwana asifiwe sana. For example, musicians wa 60s na 70s na early 80s hawakuwa wanaimba wimbo from blue. They were singing scriptures. Our imbaji singing scriptures. Lakini wa leo wanatunga nyimbo. Matunga mbadi. Oundu katibu bora sana. Oundu anuma ndime otunga. Where's the this a word, good word, but where is the word of God in this song? Neno la Mungu liko wapi? Kwa sababu neno la Mungu ndio una challenge God, unamuongelesha kulingana na vile amesema katika neno lake. There is a simple scripture ambayo inasemanga, this should be Philippians either 4:19. Don't write and don't read it. Maybe you're going to write somewhere. Inasema, and my God shall supply. Am I right? 4:19. And my God shall supply all your needs according to his riches in glory. Unaona simple word kama hiyo? Unaona hiyo neno? Na wewe unataka kitu, unakanyanga hiyo neno. Neno unamwambia Mungu, neno lako linaniambia wewe Mungu utasupply. Hapa sina school fees, hapa sina mtoto, hapa ninahitaji hii. Ulisema utasupply all my needs according to your riches in glory, and you are not poor, you are rich, you have everything. Like my brother Eric pale katika pre-wedding yake tarehe 14 anangojea pesa. Lazima unataka pesa ngapi? Na umwambie Mungu, my God, unasema kwa neno lako, you shall supply. Hata Yesu nidi tuleo wanaenda Paulo waasi aui tinga yu anena, the Spirit spoke, the Spirit moved them and they wrote, wakaandika kile Mungu alikuwa anataka kiandikwe with no mistake. Kwa akisema atasupply according to his riches in glory, hiyo ni final finished equation. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. And may God help each one of us that we love the word of God, and we read the word of God, and we meditate upon the word of God, like what Joshua was doing. Let this book never, Joshua 1:8, never depart from your mouth, kutoka mdomo wako. Itafakari, meditate on it day and night. Hallelujah. It's here talk. Lakini wapendwa, we must win this war. Amen. Kama kuna watu wasomi neno la Mungu, I pray to God as we finish this series that it will be not you. Haitakuwa ni wewe. Wale wanaambiwa wasomangi neno la Mungu, haitakuwa ni wewe. Itakuwa ni wengine, lakini si wewe. Mungu anaasa treasure hiva. Kindu kiemeva. Hiyo maombi umeomba sana, nyakua scripture moja, muonyeshe Mungu, tembea naye uone. Hata iwe Yesu mwana. Hallelujah, ndio mubida. Amen. Sema amen. Amen. This God of ours is so good. Therefore, we say that the word of God, or Jesus Christ, who is the word of God, everything was complete. It was completed
through him, the word of God. Ilikamilishwa kupitia kwake Yesu Kristo. Na mambo yote tunayoyaona, tunayosoma, tunaangalia inayomuhusu Mungu, Jesus Christ ako ndani. Ni Yesu Kristo. Na to make the matter better, sitaki kusema worse, he decided to come and dwell in our hearts. This word which was with God, this word which is God, this word Jesus Christ. Unaposema Yesu ingia moyoni mwangu, anatawala moyo wako. Ndiposa nakuta vitu ilikuwa inakukamata, inakushinda, inakuachilia. Una maandiko inasema 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ Jesus is a new creation. Unaumbwa upya. You are created anew. And we say, like we talking to the youth yesterday, that if somebody kabla ya okoka alijimesi, wakati alipokea Yesu, alirudi to the original plan, original value of God. Hiyo au wakati atakuwa limesi na mnagani mfanya nini, vituko gani kabla uyokoka. When you say Jesus come to my life, 2 Corinthians 5:17 says you are a new creation. Actually, you are created anew. The Bible says the old things, they have gone. And behold, what you are on. Behold, what you are on. Behold, what you are on. You have become new person. Hallelujah. Na inapotea, then unatembea katika upya wa Mungu wa maisha. Hallelujah. This Jesus of ours, he loves us so much that when he comes to your life, he changes you and makes you the kind of person that which God wanted you to be. You become that. May God help each one of us that we not lose. We continue in Jesus. Kwa sababu hatutapoteza. Hata Yesu. Mateso itakuwa, kwa sababu Biblia inasema hii, mateso ya mwenye haki ni nini? Ni mengi, si kidogo. But God anakusaidia kuescape yote yakiwa mengi. Yote inakuja na anakusaidia una escape yote. And when I was looking into that, nikaona Mungu anapenda ushuhuda sana. Anataka yawe mengi, ya kugonge, uyashinde, ili usimame, useme, wakati nilikuwa, Mungu alikuja na akatenda. Unaposema hivyo, Mungu anafurahi. That's why ni mengi, and you need to win, so that you can give a testimony, and God can get the glory and honor. I say amen. 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 So you come and make just here, but I feel I should move forward. So, what is meant by the expression the Bible is the word of God? That's what I was thinking. Hebukuye kiangalia kitabu hicho kama novel tu. Na watu wanasema hii Bible ni neno la Mungu. Hiyo expression the Bible. Kwa sababu tumeona kwanza hapo juu, Jesus the word of God. He was with God and he is God. And actually the word Jesus is in us. Amen. And it is very strange. It is very strange. I feel like Bongo and out here. Quite Genesis 1. Genesis 1. I feel like we should see how nothing was done without this Savior of yours. This Savior of ours. It was the beginning. In the beginning. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. In the beginning. Hallelujah. So let's go to Mwambilini chapter 1 verse 1. Inasemaje? In the beginning, are you there? In the beginning, God created the heavens and the earth. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi.
Mungu alifanya nini? Aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa tupu, tena bila umbo, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Okay, up to there, ili sasa tuanze the word. Now, Mungu hapo mwanzo aliumba mbingu na nchi, and they say ya kwamba verse 2, between verse 1 and verse 2 kuna kitu kikubwa kilitendeka. Those two verses. Sababu Mungu aliumba na akamaliza. Lakini ikawa void, ikaribika, darkness was there, and then they say that the one who did that, the theologian, it was the devil. Kitu kizuri akaingilia akaharibu. But Mungu akakuja tena, verse 3. Mungu akasema, because it was void, Kiswahili ilikuwa tupu, bila umbo, na giza lilikuwa juu ya uso wake. Na giza lilikuwa. Kwa hivyo usilinganishe Mungu, in the beginning God created the heaven and the earth. That's a different thing. Alimaliza. Lakini alipotazama ikakuwa tupu, bila umbo, and then akaja verse 3, ende. Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akafanya nini? Akasema iwe nuru, na ikawa nuru. Endelea. Mungu akaiona nuru, ya kuwa ni njema. Tena mpaka verse 5. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana, na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Endelea. Verse 6, Mungu akasema, na iwe anga katikati ya maji, likayatenge maji na maji. Amen. Up to there. Bwana sifiwe sana. What was God doing? He was saying a word. Hado Yesu alikuwa anafanya nini? Anasema nini? Neno. Kwa sababu John 1:1 anasema, in the beginning was word, and the word was with God. Because it was with God, alikuwa anasema the word, that word Jesus, let there be. Basi, I believe Yesu akaomba, let there be. Yesu akaomba. 22 John 1:2 verse 2. 20 John 1 verse 2. Uone sasa that this Jesus of ours, ambao ni mwokozi wa maisha yako, brother, sister, ujue hii Yesu unamkali, unambeba, unamkiri. Diposa, hebu mniangalie. Diposa zamani 60s, 80s and 90s, and anataka hiyo kitu irudiwe hapa katika mlima wa ibada. Ni vizuri ukutana na mpendo, mwambie Bwana Yesu asifiwe. That should be the greeting. And that was the greeting. Kwa nini Bwana Yesu asifiwe? Ni yeye amenifanya hivyo. Ni yeye hapo moyoni mwangu. Ni yeye amekuokoa. Kwa hivyo asifiwe. And then wanasema amen. Soma mstari wa pili. Okay, anza tu wa kwanza. Hapo mwanzo Kiswahili. Kulikuwako na neno. Na neno? Naye neno alikuwako na Mungu. Yes. Naye neno alikuwa Mungu. Endelea. Huyo mwanzo alikuwako Mungu. He was in the beginning with God. Your Bible inasema hivyo. Alikuwa mwanzo na Mungu. Ngoja uone sasa. Vile inaambatana na Genesis 1. Endelea verse 3. Vyote vilifanyika kwa huyo. All things were made through him. Wala pasipo yeye haikufanyika chochote kilichofanyika. And without him nothing was made that was made. Bila yeye nani? Bila yeye nani? Huyu yeye Yesu ambao alikuwa, all things were made through him, and without him nothing was made that was made. Tiwa, hakuna kitu kilitengenezwa, kiliumbwa, kile tunaona. Kwa hivyo verse 4, in him was life. Endelea. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. Nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Verse 5. Nayo nuru yang'aa gizani. Amen. Wala giza halikuiweza. Hallelujah. Amen. When you read verse 1 to Genesis 1 to 6 and 1 to 5, unaona huyu ni Yesu tu anafanya hayo mambo. The word which was with God. Na hakuna kitu kiliumbwa ambao tunaona. Na ndani yake kulikuwa life. Akasema na wanyama wao na iwe hii. And the life was the light of men. Hiyo life ni light of, na ndio mpaka sasa.
Wale watu wanapokea Yesu wanapata life. Sema life. Wanapata uzima. Hata we Yesu mno. And then this life ndio nuru ya watu. Because Yesu akiingia moyoni mwako, kuna vitu unaelewa uelewi. Unaanza kuona na uliza, kwani nilikuwa wapi? Ni nini inaendelea? Kwa sababu Yesu wako ndani yako. Tu vitu vingine uko tunakushinda, unatushinda. Which means ni makosa, ni dhambi, ni pepo, ni saitani mbaya kukaa bila kuokoka. Leo kupita life. Ukiwa ujui kama umeokoka na unakaa bila ukiwa yaokoka, unajikosea sana. Because the benefits ya hii Yesu ndani ni nyingi sana. Saitani zingine tu hata si kukemea una point na mna hii tu. Ninaam. Ukiingia tu kwa ngani, kwa sababu ule Yesu anabeba mbingu na nchi, kila kitu kinatulia. Kwa sababu you carry the creator, you carry the light, you carry the life. And these people in this vehicle hawastahili kukwisha, kwa sababu there is a person, mtu anakali life. Hara hizo mnayani or working the word of God. Amen. I thought that one would be good. Let's go back to the notes. Now, what is meant by the expression is the word of God. Okay, let's do this. The Bible, you can write for them. The Bible is the revealed word of God. God reveals himself to us through his activity in the Old Testament and in the Holy Spirit in the church today. Let me repeat. The Bible, this book, is the revealed word of God. God reveals himself to us through his activity in the Old Testament and in the Holy Spirit in the church today. Praise the Lord. Amen. When you read this book, this is not a novel. This is a writing. Vile nilisema ni andiko writings. Tusema hivi Kiswahili. Uandiko. This is a writing. Imeandikwa. Ni kitu kimeandikwa. Ni andiko ambayo imeandikwa. Vile tumesema na Roho Mtakatifu akamulikia manabii wakaandika. Kwa hivyo ilipoandikwa, kila page Old Testament ina reveal this word of God. And when you hear the word of God, let's think about Jesus first. The word of God. God reveals himself to us through the activities. Vile tunaona from Genesis, God created, tunaona Yusuf, tunaona Abraham akawa na Mungu, tunaona hivi. Yani hiyo matendo yote ina reveal God. Vile hapo. Kwa sababu unaona vile ali in the book of Genesis. The next one is Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua. Hiyo ndio tunaita ya kwanza, ile Pentateuch 5 hiyo. Hapo Mungu alireveal himself na mambo mingi. Sasa tunakuja now what we call prophets and all those things following from Joshua coming this way. And then tuna kwa sababu wakati tutakuwa tukiangalia how to read the word of God. Unakuta kwamba Monday una read Pentateuch. Tuesday una read prophets, major prophets. Una read Psalms. Unakuta kwamba tukifika Sunday au read kitu kimoja kama novel, unatapakaa katika Bible yote na unaenjoy. Na katika kila reading una choose kama mstari kamoja tu kanakuwa ndio kakutafakari. Unakatafakari. Na hiyo kitu utakifurahia sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ilawa inuni ndeto, this is the Bible. Wale kuona ngai onanitwe onanitie katika ibuku hili, katika mambo anatenda, tunamuona pale, tunaona matendo yake. Na and then in the New Testament unakuja kugundua kwamba hiyo ni Old Testament, lakini katika New Testament unaona Holy Spirit na yeye akireveal mambo ya Mungu.
kupitia kwa kanisa, kwa sababu kanisa ilisoliwa katika Acts chapter 2 verse 1. And when the day of Pentecost was fully come, ilipokuja tu mara ghafla Roho akashuka kwa wale 120 wakiwa wanangojea juu, na Mungu akashuka na wakavua kwa Roho Mtakatifu, na kanisa likasiku hiyo watu 3000 wakaokoka, na ikaendelea mpaka wa leo. The Acts of Apostles inaendelea mpaka vile nasimama hapa. Kila mneno no Acts of Apostles. Wanaenda ndio apostle. Neno okay. Tiwe nini? So it will continue like that. That tendo mpaka Yesu atakaporudi. We will never stop preaching. Tukistop, mtu atainua anything you do. It will never be stopped. Mtu atasema nitahubiri nikate shingo na aendelee. Bwana Yesu na asifiwe sana. Amen. So this word of God, nataka tuangalie vitu mbili. This Bible ambayo ina reveal God katika Old Testament na kupitia Roho Mtakatifu kwa kanisa. Kuna vitu mbili inaitwa Rema, R-H-E-M-A, and Logos. Sema Rema. Sema Logos. Good. Now Rema and Logos. Now, in just a brief definition, Logos, it is the written word. Hii kitu imeandikwa na hii tunaona, hii tunaita Logos. Na Logos ni word. Haya. Rema is the spoken word of God. Logos ni neno ambalo limeandikwa, hii tunasoma. So wakati tunasema kwamba Mungu alireveal to us through the Bible, this Bible is the revealed word of God, we are saying this Bible is the revealed Logos, the written word ambao you are able to read it today, unaweza ukasoma kesho, na next year unaweza ukafungua ukasoma kwa sababu imeandikwa. Amen. But when we say Rema, R-E-R-H, is the spoken word. That's what I want to emphasize. Let's look at Rema. Rema is defined as God's word spoken to you. Not just spoken word. Rema is defined as God's word spoken to you. Now you see, I read the word, the Logos, na kupitia Roho Mtakatifu akanisaidia nikasimama mbele yenu, because I'm not talking to you what I'm thinking. The Spirit of God is enabling me to speak. Now when I speak these words to you and you receive, that is a Rema. Praise the Lord. Ni word ilaya nenwa yuluwa. Today is 24th. What is it? 20. Today 25th. God has spoken. And he is speaking using this pastor, this servant, Zola. Kwa sababu angekuja simame hapa na aseme, I am God, I've just come from heaven. You know what, people? Lakini sasa anaongea kwako. So when this Rema is released and God has spoken, it is that Logos imechukuliwa, Bwana akaleta interpretation ikaongelewa kwako. Inakuangalia juu yako uchukue Rema ama ukatae. But anytime you have come to church and the man or the woman of God anasimama hapa anaongea, anaongea Rema word to you, spoken word to you. Na haikuangi ni ya yule, haikuangi ni ya huyu, haikuangi ni ya huyu, inakuanga yako. Si tunasikiliza tudua wengi. It belongs to me. Amen. Okay. Rema is something the Lord has spoken previously, which is now speaking again. Rema is something the Lord has spoken previously, which is now speaking again. Rema is spoken word. Aliongea. Ikaandikwa Logos.
And then kwa sababu aliandika then akanituma nikafungua Biblia. Nilipofungua Biblia akanifunulia hii. Sasa nikaongea, sio mimi, Mungu anaongea tena live. Say amen. God is speaking live. Anybody stands before you in this altar, opens the Bible, inakuwa ni God speaking again kwa sababu aliongea tena ikawa imeandikwa katika Biblia. Amen. And when unapochukua ni Mungu anaongea tena and you apply it, inafanya kazi. Siniwaambia siku moja nilienda nyumbani nikangojegea kwa nyumba kangu pale kale ka kijana nikatengeneza kwa kazuri sana, and then nikilala pale about this last month, na nikakumbuka tu nikiwa pale nasikia maumivu, nikakumbuka ile neno ule mhubiri dada alikuwa anaongea hapa, simple word, Jesus Christ means the anointed one. Nikaambia Mungu, the anointed one is in me, and the Bible says every yoke shall be broken because of the anointing. Amwa Mungu nimepona. Nikalala nikiwa uchungu, kaamuka asubuhi nikiwa nimepona. Aliongea rema word, na hiyo rema word nikaenda nayo, it was spoken to me. Wakati shida ilikuja nikachukua hiyo rema word nikaiapply ndani yangu na Mungu akakiti. So every speaking here, we call it preaching. It is more than preaching, it is God speaking. So it is spoken, inaongelewa kwangu, uichukue and then you apply it. Na kuanga, the key word there ni God is speaking again. It was written, anatuma utumishi wake, anaongea tena. Bwana asifiwe. In other words, Rhema is the word which the Lord speaks the second time. This is something living, L-I-V-I-G. In other words, Rhema is the word which the Lord speaks the second time. This is something living. Bwana Yesu asifiwe sana. Si Bwana aliongea kupitia kwa manabii wakiongozwa na Roho, hii maneno yote kaandikwa kwa Biblia, the Bible, si ndio? Hiyo ni speaking ya kwanza. Ili wakaandika. Now, wherever a man of God, a woman of God, anaosimama akiongea, God, Jesus, the Lord God anaongea the second time. And that's why you take a note, because you cannot carry everything. That's why you keep quiet. That's why you listen carefully. And it's like, God, what are you saying to me today? Wewe Mungu unaongea kuhusu mimi. Ili sasa kila mtu anaongea hapa. Mupi, usiwahi ona huyo mtu. Usiwahi ona Nzola. Ona God akiongea kitu aliongea zamani, ana repeat tena in your listening. That's what we call the Rhema word. The word spoken to me. Bwana Yesu asifiwe sana. To us, to me, Mungu anaongea kwangu. Sema Mungu anaongea kwangu. Sema kwa nguvu, Mungu anaongea na mimi. Mungu anaongea na mimi. That's why you are here today. That's why you come to church. That's why Mungu anaongea. Amen. Amen. We will continue and look. We'll start from what I'm calling the benefits of God's words. But let's see some scriptures now as we finish. Some scriptures talking about the word of God. We have read 1 Peter 20. Nataka tusome 2 Timothy 3:16. Sasa ni scripture tunaangalia kidogo kwa sababu hii kitu ni ya kweli. 2 Timothy 3:16. Got it before me, read it. Ila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuwaibisha katika haki. Amen. Napenda Kiingereza. Kwa Kiingereza. Oh, scripture. Praise the Lord. Scripture ni andiko hiyo, ni kiandikitwe katika the book, the Bible, scripture. Hiyo andiko. Oh, scripture. And scripture is the word of God. It's Jesus. Amen. That's why ukiangalia umeka Ingereza. Kwa nini ziseme all scriptures?
inasema oh scripture, it is the Lord. Kwa sababu this book is talking, is revealing Jesus, the word. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Hiyo part B Kiswahili kusoma kidogo. It is profitable for watu na kuwaonya watu makosa yao, kuonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kuwadibisha. Doctrine umeacha. Profitable for lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao, watu makosa yao na kuwaongoza na kuwadibisha katika haki. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Pepo inayozuia tusisome neno na ifunga katika jina la Yesu. Sema amen. Na twaikemea kwa jina la Yesu. Sema amen. Tutasoma neno kwa jina la Yesu. Sema amen. Kwa sababu hii andiko it has been inspired ni Roho Mtakatifu ameikoroga akaiweka kitu ndani. Ukisoma it's been inspired na ni profitable one for doctrine. Imeitwa nini? Mafundisho. Doctrine. Mafundisho. That's why utakutua kwamba what the Lord is doing with me to be used talking through a series of some topics. But the man of God has given you here in this church to preach to you. Mtu anakuja one Sunday, God gives him a rhema word for that day. Anahubiri that day na anaenda. Lakini naendelea na hii ndio mafundisho, ndio doctrine, ndio na kuonyesha kama vile utaongea kuhusu neno. Baka ndio kufika how can you read the word of God bila kuboeka? Tutaiangalia. Lakini kabla tumalize, kutakuwa na wahubiri hapa kanisani, watakuwa anakuja, wana interject, wanaleta rhema word ile Mungu anaweka moyoni mwake, anayubiri. Unasikia God is speaking. Then tunaendelea mpaka tumalize. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ni kwa mafundisho and reproof, ndio nasema correction. Mafundisho na kuwaonya watu. Na kuwaonya watu. Inakuambia hii si nzuri. Hii ni nzuri. Kama jana wanalika waliokuwa hapa, tulikuwa na mambo tough. Na walionywa na wakafundishwa na wakapewa mwelekeo. It was powerful. Actually, mtoto mmoja alitoka hapa na akasema hiyo inastahili kuwa inarudiwa. Kwa sababu alikuwa na mwalimu Kenya, alikuwa anawaambia chota. Mtu akishinda wanakuwa na nini kamkeno kamejaa peremende. Unaweka vidole, mtoto anaweka anakosa kuchukua, akiweka kidole ndio anachukua, anafurahia kwa sababu amepata hii answer na amepata lile. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu it is ni kwa righteous, yani moyo safi bila anything. Unakemewa kwa uzuri, unakorektiwa kwa uzuri, unaelekezwa kwa uzuri. Hakuna mtu anakukalia kwa sababu ni neno rema. God is speaking this rema word about Jesus Christ. God is speaking every Sunday, anaongea na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. 17 inasemaje? That ili mtu afanye nini? Ili mtu wa Mungu awe kamili. Amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Amen. Bila rema word. Let me say, longos ambao unasoma, ukisoma wewe mwenyewe na uanze kuitafakari, it changes to rema, because God now anaanza kuongea na wewe sasa wakati huo, na hiyo neno umesoma ndio kunaitwa Joshua akaambiwa itafakari. Unaanza kuitafakari, unaanza kusikia God akiongea na wewe. Bwana asifiwe sana. So you cannot, according to verse 17, the man, mtu hawezi kuwa complete, thoroughly equipped without the word of God. The only thing inaweza kukufanya uwe complete na thoroughly equipped is the word of God. For every good work is the word of God. Ili utende mema kwa kazi ya Mungu, kwa watu, kwa familia yako, for every good work. The thing inaweza kufanya complete, uwe complete and thorough in those things, ni kuwa equipped na neno la Mungu ili ufanye good work.
When you are inspired, unakemewa, unafundishwa, unaongozwa katika haki, unakuwa complete. Inasema Kiswahili inasema hii 17 and incomplete ama nini? Umekamilishwa na apate kutenda kila tendo jema. That the man of God may be complete and thoroughly equipped uweze kutenda kazi jema. Hata Yesu kipoza hii jambo ya kuwa unajua neno la Mungu lazima isingi ndani yetu. Na kwa hiyo mwanadamu unajua shetani anataka tujue neno la Mungu. Wakati unataka kusoma hauna nafasi. But you have so good time to be in the WhatsApp yani WhatsApp, Facebook. Huko pale unaweza gonga wanao ukichati na watu wako hapa. Lakini ukijiuliza kweli kama ndani mwe, when did I last read the word of God for 10 minutes? Kama sikuomba. Unajiuliza hivi. And then you come back to yourself. Useme kama ninatumia Facebook 20 minutes na 30 minutes, neno la Mungu natumia 40. And you'll win. You'll win. Our generation, not our generation, our dispensation, our time, it's gonna challenge nyingi sana. Facebook niyo gongo iko hivyo, vitu iko yani unataka kusoma hii, lakini neno la Mungu tumefichwa. Na Mungu nikamwambia anisaidie na atusaidie. That hii neno tuweze kuelewa kwa sababu in the beginning yuko na leo kende wako. Na kesa dada tu. We will know it, we will have it, and in prayer we will quote it and we will talk to God through this word of God. Amen. Kwa hivyo scripture ni ya kucorrect, ni ya kukusaidia. Usiposoma na usipokaa kama vile like when you are not taking notes, utakumbukaje? Na Mungu amekupea kipawa cha kusoma na kuandika. Utakumbukaje? Because there are times that you revisit kile Mungu aliyoko. Kuna wakati mmoja one of the sisters here alikuwa ako down. Tena akakumbuka ninahubiri katika mtandao. Akaenda kwa mtandao akaretrieve one of the message. Akaisikiliza yote, akanambia mchungaji, nilipata nguvu na nikasikia kuendelea. Kwa sababu zile siku kwa mtandao asitavutika, siku pale. Bwana Yesu na asifiwe sana. Rema word, it is the word of the season. Na akiongea ana kama vile ameamua kuongea nasi kuhusu the word. This is the Rema word. Imeongelewa kwangu na imeongelewa kwako ili ni take action ili Mungu aonekane. Hallelujah. Amen. Another scripture is wind up would be 1 John tumesoma 2:16. Let's read the last one. Hebrews 4:12. Then we pray. Hebrews 4:12 is the word of God. Wow. Can you read it in Swahili? Maana neno la Mungu li hai. For the word of God is living and powerful. New King James inasema hivi mbele. Tena lina nguvu. Tena lina ukali kuliko upanga wao wote. It's living and powerful, sharper than any two-edged sword. Endelea. Tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho. It piercing even to the division of soul and the spirit. Na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake. Na inadivide katika marrows, joint and marrows. Tena ni chepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. Hata Yesu mwana. Amen. You see that the word of God? This is the word of God, and this is the word which was the beginning, which was with God, and which is God, Jesus Christ, the scripture, the word of God. Hallelujah. And therefore, I just want to say two things there. It's living. It's living and, forget English, living and power. Umeona? Powerful. New Living
translation nasema is alive and either. Nasema kwamba than any two-edged sword. Watu wengi wanasema neno la Mungu ni upanga mkali pande zote. Neno la Mungu si kali kama upanga mkali pande zote, hapana. It is more than. Bwana sasa, it is more sharper. We are going to ask God to help us and start today that you will not hindered by anything from reading it. Utasoma na chochote. And this is how you measure yourself. Check how you spend time in internet, in emails, in WhatsApp, in Twitter, sema ingine, in YouTube. Imekuwa nimesahau hiyo. In Facebook. Uangalie ile masaa unatumia pale. Then uangalie ile unatumia kwa neno la Mungu. Na ukikuta you have no time with the word of God, kneel down and don't ask God to help you. Tell him, I am a sinner. Remember me. Tusimame. Mimi ni mwenye dhambi, nikumbuke. Na Mungu anatukumbuka. Atakukumbuka. I tell you the truth. They wanted to angalia instruction. We are giving instruction. Mungu atakukumbuka. He will remember you, he will help you. The devil, Satan, anajua. Ukijua neno la Mungu lizame ndani yako kama vile Joshua aliambiwa Joshua 1:8, let this book of the law, the book of the law is the word of God. Never isiaitoka katika moyo wako, kinywa chako. Itafakari usiku na mchana. Kwa sababu tutaangalia baadaye. Wakati aliambiwa hiyo devil alijua ukifanya hivyo you be dangerous to his kingdom. Na anazuia watu kutoka katika neno la Bwana. And wapendwa, katika internet kuna neno la Bwana. Katika hard copies kuna neno la Bwana. Purpose, pilo na purpose kulala. Pilo na purpose kuamka kwenda kazini. Pilo na purpose kukula. Purpose kukula neno la Mungu. Amen. Inua mikono kwa Mungu. Baba, tunainua hii mikono yetu kwa Mungu. Kwako Mungu. Kwa sababu umenena nasi. We have heard a rhema word. Neno ambalo limeongelewa kwangu, limeongelewa kwetu. Na wainua hawa wapendwa katika jina la Yesu Kristo. Baba, hii kisirani, hii pepo inaozuia tusijue neno, tumejua ya kwamba inatuzuia kwa sababu utajiri na mazuri na yote iko hapa ndani ya neno. Wewe Yesu Kristo na ile umeandika katika neno. Na waombea neema ya kusoma neno. Na waombea neema ya kutafakari neno. Na waombea neema ya kupenda neno. Na waombea neema ya kufurahia neno. Bwana, that they'll be able to quote it when they are praying. Even in the songs. And the Lord shall bless each one of us and he shall heal us. King of Kings, I repent the sin of not reading the word. Na tubu dhambi ya sisi kutosoma neno. Wanaonisikiliza mbali na karibu na hapa, na tubu dhambi ya kila mmoja ya kutosoma neno. Tusamehe. Na kwa sababu Roho Mtakatifu yupo, Roho Mtakatifu tusaidie. Vile aliwasaidia manabii wakaandika, tusaidie kulisoma neno. Na ikaanze kuwa active katika maisha yetu. Naomba baraka hii ikawa kwetu na wote watakaosikiliza. Mungu tutetee. Iwapo katikati yetu kuna mgonjwa, hii neno maandiko yanasema ulilituma na likawaponya wote. Bwana, neno la uponyaji lifikie mgonjwa aliye hapa na mbali. Pokea uponyaji ndugu dada. Kwa jina Yesu. Your miracle is with you now. In this world. You see it right now in the name of Jesus. Father, we thank you. Tunakushukuru. Bwana, ninataka kumwambia tu Bwana asante.
Asante kwa neno, asante kwa upendo, asante kwa kunipa kuwa leo nikasikia rema wako, the word which is spoken to me. Ushukuru Bwana. Asante Baba, tunakushukuru. Bwana, tukienda kukamilisha ibada hii, uwe nasi na utubariki. Na ni katika jina la Yesu tumeomba. Sema amen. Mwenyezi Mungu akubariki. Mungu akulinde. Mungu akutetee. Mungu akuinue. Akujaze neno, kusoma neno. Ukisoma neno uelewe. Wiki ubarikiwe ukiingia. Ukirudi ubarikiwe. Bwana akatembee na wewe. Kwa jina la Yesu. Sema amen. Yesu makofi. Kwa muda mchache tumtolee Bwana, tuabishe ibada ya pili. May God bless you so much. Tunaweza keti, chukua sadaka yako, tukamilishe ibada hii. Tukamilishe ibada hii. Wala mnatoa kwa mtandao kama mimi. Kumbuka kutoa fungu la 10. Sema amen. Sema amen. Never ever use fungu la 10. Si nzuri kikulwa, ni nzuri kitolewa. Kama kuna wakati Mungu katika hii neno yake logos imeandikwa, and now is rema. When you use it, you are cursed with a curse. Just give what belongs to God. Back na ile yako sadaka, toa vile umebarikiwa. Unajua level za kubarikiwa, toa na hiyo level. Si kwa kusukumwa, si kwa kufinyiliwa, but amua moyoni. Leo nasema for God loves a cheerful giver. And God will bless you with the good measure of what you have given, pressed down and overflowing. Let's pray. Baba, tunasema asante kwa sadaka na zaka tunayotoa leo. Walio hapo wakitoa, walio mbali wakitoa, naomba ukakubali. Naomba ukatimize kulingana na ahadi yako kwa kila mtoaji leo. Kaone matunda ya fungu la 10 tukipata, ya kutoa sadaka, malimbuko na kazi yako. Asante kwa hii neno, tunatoa hii sadaka pia tukisema asante kwa sababu nguvu za silo tufinyilia za kutusoma neno zimeshindwa, na tutasoma neno na tutafurahi. Katika jina la Yesu tumeomba. Sema amen. Glory to Jesus. Amen.